Kipindi cha miaka minne cha uongozi wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mimi nilioko hapa naitwa Damas Daniel Ndumbaro, waziri mwenye dhamana ya katiba na sheria. Pamoja nami nimeambatana na wakurugenzi kutoka Wizara ya Katiba na Sheria ambao wamekuja nao kuhakikisha kwamba zoezi hili linakamilika na linakwenda vizuri. Ningependa nianze na eneo la utangulizi ambalo kiufupi tunaongelea wizara yetu ya Katiba na Sheria na majukumu ambayo wanayo. Kwa mjibu wa hati idhini namba 913B kubwa ya mwaka 2023 ambayo ilitolewa tarehe 30 mwezi wa 8 2023, siku ambayo mimi ndio niliteuliwa tena kutoka kwenye wizara hii, imetoa majukumu 15 kwa Wizara ya Katiba na Sheria ambayo kwenye taarifa tutakayowapa hapa mtayaona. Lakini majukumu hayo 15 mimi hupenda kuyafupisha kwenye mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza ni katiba. Wizara hii ndiyo imepewa mamlaka ya kusimamia katiba. Jambo la pili ni sheria. Wizara hii kama unavyofahamu, unaposema sheria unasema wizara hii. Unapohitaji wizara hii unasema sheria. Sababu vyombo vyote vya kisheria viko chini ya wizara hii. Lakini jambo la tatu ni haki. Ukiangalia majukumu yale yote 15, ukiangalia katiba na hizo sheria zote zinakusudia kumpa Mtanzania na raia yoyote ambaye anaishi katika nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, awe Mtanzania au asiwe Mtanzania, inakusudia kumpa haki. Kwa hiyo kwa ufupi sisi tunasema hii ni wizara ya haki. Yaani tungetumia neno moja tunasema hii ni wizara ya haki. Kazi yake ni kuwapa haki wa Tanzania. Hivyo tutakuja kuangalia katika kipindi hiki cha miaka minne ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, wizara hii imewezaje kumpa haki mwananchi wa Tanzania. Katika wizara hii kuna wizara pamoja na taasisi 10. Na taasisi zenyewe sio taasisi ndogo ndogo, taasisi kweli kweli. Yaani kuna taasisi ni zaidi ya wizara kwa ukubwa wake. Ya kwanza tunaongelea muhimili wa mahakama. Tunafahamu kwamba tuna muhimili mitatu: bunge, dola na mahakama. Sasa muhimili wa mahakama katika uratibu wa masuala ya kisiasa, upitishaji wa bajeti na masuala mengine umewekwa chini ya Wizara ya Katiba na Sheria. Na tunajua muhimili huu ni chombo cha kikatiba. Taasisi ya pili ni ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ambayo naye ni chombo cha kikatiba. Taasisi ya tatu ni ofisi ya taifa ya mashtaka. Wengi tumekuwa tukiwaita waendesha mashtaka au wengine wanaita DPP. Sasa jina lao rasmi ni ofisi ya taifa ya mashtaka au kwa Kiingereza National Prosecution Services. Chombo cha tano ni tume ya haki za binadamu na utawala bora. Nacho ni chombo cha kikatiba. Muone vyombo vimejipanga hapa, vyote ni vya kikatiba. Yaani ukitaka kuvifuta hivi au kuvigusa, nenda kagusa katiba. Kwa hiyo sio jambo dogo. Ni taasisi nzito sana. Lakini tuna ofisi ya wakili mkuu wa serikali iliyoanzishwa mwaka 2018. Tuna tume ya kurekebisha sheria Tanzania. Tuna chuo cha Lushoto. Tuna chuo cha sheria au shule ya sheria, wengi wamezoea kuita law school. Kuna RITA. Lakini last born wa hizi taasisi zote ni ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria wa serikali.
au kunyuma tumezoea kumjua kama CPD, naye ameundiwa ofisi yake yenye hadhi ya ofisi hizo. Kwa hiyo utaona katika hizi kuna muhimili mmoja ambao ni mahakama, kuna ofisi zenye mamlaka kama ofisi zipo 4 ambazo nimeshazitaja, kuna vyuo viwili, vyuo vinatoa utaalamu wa sheria ambao huwezi kupata sehemu yoyote ile, na hasa kwenye vyuo binafsi. Chuo cha uongozi wa mahakama Lushoto ni chuo cha mfano barani Afrika. Lakini kuna tume 2, tume ya haki za binadamu na utawala bora na tume ya kurekebisha sheria Tanzania. Lakini tuna wakala kwa maana agency moja ambayo ni RITA. Tukiangazia mafanikio kipindi cha miaka hii 4 cha uongozi wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, tunajionea mafanikio mengi sana. Nikianza kwenye katiba. Hii ndio wizara ambayo inasimamia katiba. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huwa napenda kuambia waheshimiwa wenzangu, mawaziri na wabunge, kusimamia katiba si jambo dogo, kwa sababu katiba ndio kila kitu. Na wote mmeona katiba imeheshimiwa kipindi hiki chote. Tumeendelea kuiheshimu katiba, na katiba imeendelea kutuheshimu sisi. Kila taasisi, kila serikali, kila muhimili unatokana na katiba. Katiba yenye ibara 152 yenye nyongeza 2, kuna nyongeza ya kwanza na nyongeza ya pili, au Waingereza wanasema shadow, first shadow na second shadow, pamoja na eneo la utangulizi kwa maana ya preamble. Katiba yetu hii imeendelea kutufanya katika miaka 4 hii tuendelee kuwa imara, tuendelee kuwa wamoja, tusimamie uchaguzi hasa ule wa serikali za mitaa, lakini tufanye teuzi mbalimbali kutokana na katiba hiyo na kutekeleza majukumu mengine kama katiba inavyotaka. Katiba hii kwa miaka hii 4 imetuwezesha tuwe na mahusiano na nchi nyingine, kwa sababu hizo nchi nyingine zinatutambua sisi kupitia katiba hii ambayo imeelezea mipaka yetu na mamlaka yetu. Katiba hiyo imeongelea haki za binadamu ambazo tutaeleza hapo mbele tumezitekeleza kwa ukubwa mno. Katika kipengele hicho cha katiba tumetoa elimu ya utawala bora na uraia. Elimu ya utawala bora na uraia. Tumezunguka mikoa yote ya Tanzania bara na Tanzania Zanzibar isipokuwa Dar es Salaam, ambao tutakwenda hivi karibuni. Sasa unapoona kwamba miaka 4 wizara imeweza kuzunguka mikoa yote kutoa elimu ya katiba, elimu ya utawala bora na elimu ya uraia. Misingi ya utawala bora na misingi ya uraia ni katiba yenyewe. Kwa hiyo wananchi zaidi ya milioni 6 wamepata elimu hiyo katika mikoa yote. Jambo hili halijawahi kufanyika, ila linafanyika sasa katika uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Hata juzi wiki iliyopita mimi nilikuwa Songea. Tumetoa elimu hiyo kwa wananchi zaidi ya 10,000 ndani ya wiki moja. Na bado kazi hiyo wataalamu wanaendelea. Tunavyoongea sasa vikosi vyetu viko njiani, vinakwenda kufanya kazi ya kutoa elimu ya katiba, elimu ya utawala bora na elimu ya uraia. Elimu ambayo kila Mtanzania anahitaji kuwa nayo, angalau kuijua. Nisitize kwenye elimu ya uraia hapa ndipo tunaongelea Mtanzania ni nani na kwa nini unaitwa Mtanzania. Wajibu wako kwa nchi yako ni uzalendo wako kwa Tanzania ni nini? Elimu ambayo imekosekana kwa
kwa muda mrefu sana. Katika hotuba yake tarehe 23 ya mwezi Aprili mwaka 2025 Chamwino, Dodoma, Dar es Salaam, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alisema serikali ni katiba. Serikali ni katiba. Maana yake nini? Pasipokuwa na katiba hakuna serikali. Kwa hiyo kwa miaka hii minne, kwa kuisimamia katiba, tumehakikisha kwamba serikali ipo na inaendelea kuwepo kwa ustawi wa wananchi wake, kama ambavyo ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaelekeza. Katika eneo la sheria, nini tumekifanya? Naomba tu niwajulishe kwamba mpaka hivi sasa katika nchi yetu tuna sheria 446, sheria kuu 446 na sheria ndogo 4887. 4887. Katika muda huu wa miaka minne kuanzia 2021 mpaka sasa, tumesha tunga na kufanya marekebisho ya sheria 57. Tumesha tunga na kufanya marekebisho ya sheria 57. Lakini pia sheria ndogo nazo zaidi ya 4000. Sheria sio jambo la kihistoria. Sheria ni jambo ambalo linaishi. Sheria lazima itumikie jamii. Jamii ikibadilika, lazima sheria nayo ibadilike. Kwa hiyo kazi yetu sisi, moja ni kutunga hizo sheria. Kutaka uwezi kutunga sheria bila kupitia kwenye wizara hii na taasisi zake. Kuna tume ya kurekebisha sheria Tanzania ndio inafanya utafiti, lakini kuna ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria ndio inaziandika hizo sheria na kuwapelekea wadau waweze kujadili. Kwa hiyo tumefanya hivyo kwa sheria 57 ndani ya miaka minne, pamoja na sheria ndogo 4887. Sasa unaweza ukaona kama vile watu wafanye kazi, lakini ukiona hizo namba unajua kwamba kwa miaka hii minne kwenye eneo la utunzi na urekebu wa sheria kazi imefanyika. Imefanyika kubwa sana. Ukichukulia mchakato wa kutunga sheria toka unaanza mpaka unaisha ni mrefu sana. Ukifanikiwa kutunga sheria 57, hiyo ni kazi kubwa sana. Ni kazi ya mtulinga. Chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, hilo tumeweza kulifanya katika miaka minne. Lakini tulielekezwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba sheria mpya zinazotungwa ziwe kwa lugha ya Kiswahili, ndiyo lugha mama, na lugha ya Kiingereza kwa maana ya watu wa nje kuweza kuzijua. Lakini zile za zamani lazima tuzirekebishe kutoka kwenye Kiingereza kwenda kwenye Kiswahili. Hapa naongelea matumizi ya lugha yetu pendwa, lugha yetu adhimu ya Kiswahili katika sekta ya sheria. Tumeweza kufanya mabadiliko ya sheria 300 kati ya sheria 446 tayari ziko kwenye lugha ya Kiswahili. Kwa sheria 300 zinasomeka kwa Kiswahili kabisa. Hizo salia 146 katika bajeti hii ambayo tumepitishiwa tunakwenda kuzifanyia kazi ili sheria zote zisomeke kwa Kiswahili. Na sio sheria tu kusomeka kwa Kiswahili. Hivi sasa mahakama nazo zinatoa hukumu kwa Kiswahili. Kwa kufanya hivyo, ndani ya miaka hii minne tumezipeleka sheria, tumepeleka haki karibu zaidi na wananchi.
kwa sababu ukimwandikia Mtanzania au mtu sheria kwa lugha yake mama, kwa lugha ya Kiswahili, atazielewa zaidi kuliko kwa Kiingereza. Tulioko hapa tunajua Kiingereza cha kuombea maji tu, lakini Kiswahili tukisema tubishane kwa Kiswahili hapa hatutatoka huko ndani. Sasa tumeweka sheria hizo kwa Kiswahili ili tuzielewe zaidi. Hukumu zinatoka kwa Kiswahili na zinatafsiriwa kwa Kiswahili, na haya yamefanyika chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan katika miaka yake 4 katika sekta ya sheria kuanzia 2021 mpaka hivi sasa. Kuna kitu kinaitwa urekebu wa sheria au law revision. Urekebu wa sheria. Kwa mara ya kwanza tukiwa chini ya ukoloni tulifanya urekebu mwaka 1958. Nakumbuka maana ulifanywa na serikali ya kikoloni. Tukiwa nchi huru, zoezi kwa mara ya kwanza lilifanyika mwaka 2002. Ndio maana watu wengi wanenukuu sheria wanasema sheria ya makosa ya jinai, sheria ya kanuni ya adhabu, sura ya 16 toleo la 2002. Manake pale ndio tulifanya urekebu. Urekebu manake nini? Urekebu ni kuzifanya sheria zisomeke kwenye kurasa hii moja, ikijumuisha mabadiliko yake yote yaliyofanyika. Pasipo hivyo utakuta huku nyuma wanasheria wanatiatia rangi kwenye sheria zao na kusema hapa ni sheria namba 10/2004 ndio ilifanya marekebisho, anaandika kwa mkono. Ukikosea kuandika kwa mkono, hatari yake unakwenda mahakamani kuongea sheria ambayo imeshafutwa. Ndio hata katiba yetu ukisoma katiba yetu, katiba ilifanywa urekebu mwaka 2005. Ukisoma katiba nyuma 2005 kuna amendment za katiba utaziona, inabidi uziunganishe toka sehemu nyingine. Lakini ukichukua toleo la 2005 kila kitu kipo, ukisoma ujue uko salama. Sasa kwa sheria ndio hivyo hivyo. Kwa hiyo kutoka wakati wa ukoloni tukuja kufanya urekebu mwaka 2002. Tena kwa msaada wa Benki ya Dunia na kwa wataalamu kutoka Afrika Kusini. Lakini mama yetu Samia Suluhu Hassan ameandika historia kuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufanya urekebu wa sheria kwa kutumia fedha za ndani, kwa kutumia wataalamu wa ndani. Ndipo muone sasa sekta ya sheria imeiva. Imeiva kwa wataalamu, imeiva kwenye rasilimali nyingine. Zoezi hilo lilipata baraka za mwisho kabisa, kwa sababu kwa mjibu wa sheria ile imewataja watu 4 wanaohusika na sheria ya urekebu. Kwanza ni mwandishi mkuu wa sheria, pili ni mwanasheria mkuu wa serikali, 3 ni waziri wa katiba na sheria, na 4 ni mheshimiwa rais. Wote wametajwa kwenye sheria ile na kila mmoja ana jukumu lake la kufanya. Sasa jukumu la mwisho kabisa ni mheshimiwa rais kutoa tamko kwamba sheria hizi za urekebu ziko sawa, na anasaini. Na anasaini nakala 3 kwa mjibu wa sheria. Nakala ya kwanza anaipa muhimili wa bunge, nakala ya pili anaipa muhimili wa mahakama, nakala ya 3 anaamua yeye iende wapi. Mara nyingi inakwenda kwa mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa tarehe 23 Aprili mwaka huu Chamwino Dodoma tulikamilisha zoezi la urekebu. Kwa hiyo sasa hivi tuna sheria kama ambazo zimefanyiwa urekebu mwaka 2003 na zitaanza kutumika rasmi tarehe 1 Julai 2025. Kwa wanasheria ambao wanaijua sheria na wanajua historia ya sheria, hili ni jambo kubwa zaidi kuwahi kufanywa
na rais aliyopo madarakani kwa kutumia fedha za ndani na wataalamu wa ndani, na limefanywa kwa ustadi mkubwa sana sana sana. Kwetu sisi haya ni mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo kwa hivi sasa sheria zetu zote zinasomeka kwenye kurasa moja. Kuna zile juzuu nyingi, kwa hiyo ukisoma hakuna marekebisho mengine pale, mpaka kwa tarehe ile kila kitu kipo kimekaa vizuri. Lakini kwenye sheria huku, katika zile sheria 57 ambazo tumezitunga na kufanya mabadiliko, niruhusu niwaambie sheria 2. Sheria ya kwanza ni sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Sheria namba 1 ya mwaka 2024 ambayo ilitungwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Februari 2024, na mimi nilipata bahati ya kushiriki kama mbunge na waziri katika mchakato huo. Sheria hii ilikwenda kufuta sheria ya uchaguzi ya taifa ya mwaka 1985. Ilifuta kabisa na kuanzisha, ndani yake kuna mabadiliko mengi 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 sana. Lakini sheria hii na sheria pacha, sheria ya Tume Huru ya Uchaguzi, sheria namba 2 ya mwaka 2024, ambayo kwa mara ya kwanza Tume Huru ya Uchaguzi inakuwa na sheria yake ambayo inaanzishwa kama tume huru. Kwa nini tulifanya hivyo? Tulifanya hivyo kwa sababu ni rahisi kufanya mabadiliko kwenye sheria hiyo kuliko kwenye katiba. Mabadiliko ya katiba yanataka muda mrefu. Lakini tulifanya sheria hizi 2 tukazitunga upya kuwapa Watanzania wanachohitaji. Na hii inatokana na falsafa ya 4R ya Mheshimiwa Rais. Madai mengi hasa ya wanasiasa kutoka pande zote ndani ya CCM chama tawala na vyama vya upinzani yalifanyiwa kazi na yakaingizwa kwenye mabadiliko haya 2. Waliomba wakurugenzi wasiwe wasimamizi wa uchaguzi. Waliomba wapinzani. Sasa hivi sheria hizi 2 zimetoa hiyo nafasi. Waliomba mtu asipite bila kupingwa. Sheria hizi 2 zimetoa hiyo kitu. Zimeruhusu sasa hakuna kupita bila kupingwa. Waliomba viongozi wa vyama na hasa wa Chama cha Mapinduzi wasisimamie uchaguzi. Sheria hizi zimesema ukiwa mwanachama wa chama chochote au kiongozi au uliacha uongozi miaka 5 iliyopita, uruhusiwi kusimamia uchaguzi. Waliomba wasimamizi wa uchaguzi wapatikane on merit. Sasa hivi nafasi hizo zinatangazwa. Watu wanaomba watafanyiwa usaili. Watakayepita majina yao watatangazwa kwenye gazeti la serikali, ili kama kuna mtu anapingamizi aseme mmempitisha Damas kusimamia uchaguzi. Mbona huyu ni mwanachama wa CCM, tena mbunge, tena waziri? Waliomba wafungwa wapige kura, imepatikana hiyo. Waliomba uteuzi wa mwenyekiti, makamu mwenyekiti, wajumbe na mkurugenzi wa Tume Huru ya Uchaguzi yapite kwenye mchakato. Imeundwa kamati ya usaili inayoongozwa na Jaji Mkuu wa Tanzania, Jaji Mkuu wa Zanzibar, mwenyekiti wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, makamu mwenyekiti wa Tume za Haki za Binadamu na Utawala Bora, pamoja na mjumbe mwingine mmoja. Hao ndio watawafanyia interview sasa. Wewe unataka kuwa mwenyekiti wa tume, unapeleka maombi, unapita kwenye chekecho pale. Watachuja majina 3 ndio watapeleka sasa kwenye uteuzi wa mwisho. Nimesema katika zile sheria 57 zilizofanyia marekebisho, hebu ziangalieni hizi 2. Sheria namba 1 2024 na sheria namba 2 2024. Na tuwajuze wa Tanzania kwamba mabadiliko ni makubwa mno mno. Na niseme tu, katika mchakato wa kutunga sheria na mabadiliko, mara zote haupati unachokitaka.
inategemeana na bunge limeamua nini. Mara ngapi serikali imepelekwa misaada kule imegonga mwamba? Mara nyingi tu. Sheria ya bima ya afya mnafahamu, wabunge walikataa zaidi ya mara 4, makaja kupita baadaye baada ya marekebisho mengi. Kwa hiyo mwenye kauli ya mwisho ya mabadiliko haya ni bunge. Serikali ilipeleka mapendekezo yote ya wapinzani, bunge likaamua haya ndio yapite, na ni makubwa mno. Kwa tunaposema hakuna mabadiliko kwenye sekta ya sheria za uchaguzi, hapa niwaambie katika hii sheria 57 hizo 2 za uchaguzi zimetupa nini? Zimetupa uwanja mzuri wa kufanya uchaguzi huru na wa haki. Ile tume ya uchaguzi huru, tume huru ya uchaguzi, tunaiona sasa kwamba kweli ni tume huru ya uchaguzi. Lakini katika eneo la haki ndio eneo pana zaidi. Nianze kuongelea haki jinai. Mheshimiwa Rais kwa utashi wake, kwa mapenzi yake kwa Watanzania, wananchi wake ambaye anawapenda sana. Sisi ambao tuko naye karibu tunajua kwa namna ambavyo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anawapenda wananchi wake. Anavyopambana kuwaletea maendeleo, kuwaletea haki. Aliunda tume ya haki jinai chini ya mwenyekiti wa Jaji Mkuu mstaafu Mheshimiwa Mohamed Othman Chande. Tume ile ilikamilisha kazi yake na vyombo vya habari mlielezwa. Sasa baada ya kukamilisha ule mzigo wote tuliletewa sisi Wizara ya Katiba na Sheria, na Mheshimiwa Rais alitupa maelekezo thabiti kabisa. Katika eneo hilo tunafanya mambo mawili. Naanza yale ya muda mrefu, afu nitakuja ya muda mfupi. Eneo la kwanza, tunatunga sera ya haki jinai. Tuliona mambo mengi ambayo tume imependekezwa yanapaswa kuwa mambo ya kisera, ili usimamizi wake uwe na nguzo za kisera. Tayari mkurugenzi wa sera na mipango yuko hapa, ndugu yangu Stambuli, ambaye leo ndio anakaimu pia kama katibu mkuu. Na mimi nimwambia mambo ndio yanaanza hivyo hivyo. Stambuli, unakaimu leo, kesho kaimu itatoka. Ameshaanza usimamizi wa hiyo sera. Tunaenda kuwapa Watanzania sera ya haki jinai ambayo itajibu mambo yote, kila moja ambayo amekialeta tu na amekosa kiungo cha kuweza kuweka. Lakini jambo la pili, tunakwenda kwenye kufanya mabadiliko ya sheria nyingi za jinai. Tayari mswada unachemshwa, wataalamu wameshafanya vikao 4, na kimoja wamenishirikisha na mimi, tulikifanya pale Kibaha kujadili, inaitwa Criminal Justice Miscellaneous Amendment Bill. Criminal Justice Miscellaneous Amendment Bill itafanya mabadiliko yote. Na leo bungeni nimeulizwa swali kuhusiana na hilo jambo kwenye kipengele kidogo sana cha offenses against morality, makosa ya kujamiiana. Kwa hiyo sasa ni mipango yetu ya muda mrefu. Lakini kwa sasa tumefanya nini? Tumekwenda kuimarisha utendaji ndani ya miaka hii 4 wa vyombo vya utoaji haki, taasisi za utoaji haki na mifumo ya utoaji haki. Sisi Wizara ya Katiba na Sheria tumeanza na Ofisi ya Taifa ya Mashtaka, National Prosecution Services. Tumekwenda kuhakikisha kunakuwa na Ofisi ya Taifa ya Mashtaka katika kila wilaya, kwa sababu moja kati ya changamoto ni kuratibu upelelezi na kumaliza kesi kwa haraka. Sasa kama ofisi ya mashtaka iko mkoani, alafu mtu atoke mkoani asafiri ende wilayani akaendeshe kesi,
Mimi natoka mkoa wa Ruvuma, kutoka Songea mjini, makao makuu ya mkoa na ndio kwenye jimbo langu, mpaka wilaya ya Tunduru ni kilomita 267. Mtu aende arudi, haki inacheleweshwa. Sasa tunapeleka ofisi huko. Katika wilaya 139 mpaka sasa tumeshafika wilaya 108. Lakini mwaka 2021, miaka 4 iliyopita, tulifika kwenye wilaya 53 tu. Ndani ya miaka 4 ya Samia Suluhu Hassan tumefika kwenye wilaya 55. Sawa na utendaji wa 103.8. Tunapeleka haki kwa wananchi. Tunapeleka haki jinai karibu zaidi kwa wananchi. Kwa hiyo tunajenga hizo, tunafungua. Hizi wilaya 31 zilizosalia tumeshapitisha fedha yake kwenye bajeti ya mwaka huu. Tunakwenda kuzikamilisha kwa kasi kubwa mno. Sio hivyo tu. Tumeajiri wafanyakazi 600 katika mwaka wa fedha 2023-2024. Ukiona taasisi moja inaajiri wafanyakazi 600, ujue imedhamiria kutibu tatizo fulani. Hatutaki ucheleweshaji wa kesi, ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais haya. Kesi ziende kwa haraka, ndio maana tumeajiri hao. Ndio maana sasa hivi hata ukienda wilayani unaona kesi zinakwenda vizuri, zinakwenda haraka. Tunaenda sambamba na maelekezo ya muhimili wa mahakama, ambao unataka katika mahakama ya wilaya, mahakama ya mwanzo, kesi ishe miezi 6, ya wilaya mwaka, mahakama kuu miaka 2. Sasa ili uweze kuyafanya hayo, lazima uhakikishe una watendaji kazi. Ndio maana tumeongeza nguvu sana kwenye ofisi hii. Matunda sasa ya jitihada hizi chache tu ambazo nimezisema, yake ziko nyingi, nimemwambia muda wangu hapa ni mfupi sana. Mlundikano wa wafungwa na maabusu katika magereza umepungua. Sasa hivi ukienda kwenye kila gereza hakuna msongamano tena. Magereza yetu yana uwezo wa kuchukua wafungwa na maabusu 28,000 nchi nzima. Sasa hivi kuna wafungwa na maabusu 26,000. Maana kuna gepu ya 2,000. Yaani hata sisi hapa wote kama tungekuwa wahalifu, tungeenda bado hatujazi hiyo gepu. Kwa nini? Ni ufanisi wa mfumo wa haki jinai ambao unatokana na taarifa ya tume ile ya haki jinai. Masuala ya kiutawala tumeanza kuyashughulikia. Kwenye haki madai pia, Mheshimiwa Rais amefanya makubwa sana ndani ya kipindi chake cha miaka 4. Nimesema kwanza matumizi ya lugha ya Kiswahili ambayo yamemsaidia Mtanzania ambaye anadai haki yake, amedhulumiwa shamba lake, kuweza kuelewa nini kinaendelea mahakamani na yeye kuweza kujieleza kwa lugha yake ya Kiswahili. Lakini pia hukumu kutoka kwa wakati. Kwenye haki jinai, hukumu sasa zinatoka kwa wakati kuliko ilivyokuwa huko zamani. Kwa upande wa serikali, kwenye haki madai, uanzishwaji wa ofisi ya wakili mkuu wa serikali, ambayo kipindi hiki cha miaka 4 imewezeshwa sana. Inashinda kesi nyingi na inaokoa fedha nyingi za walipa kodi, tofauti na ilivyokuwa huko nyuma. Lakini pengine kubwa zaidi ni kupungua kwa mlundikano wa mashauri mahakamani. Sasa hivi mashauri ambayo yanavuka mwaka ni 4% tu katika mahakama zetu zote.
na kuifanya mahakama yetu ya Tanzania kuwa mahakama ya kwanza barani Afrika kufikia ufanisi huo. Haya tunayapata ndani ya miaka minne ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumeanzisha kituo cha kimataifa cha utatuzi wa migogoro, Tanzania International Arbitration Center, na tumerekebisha sheria kabisa katika kuanzisha hilo ili kuhakikisha kwamba tunafanya utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala. Sambamba na hiyo, tunawasajili wataalamu kutoka kwenye sekta binafsi ambao watafanya shughuli hiyo ya utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala. Mpaka sasa ndani ya miaka hii minne tumesajili wataalamu 498. Wataalamu 498 wenye kupata leseni na ithibati na uwezo wa kufanya utatuzi kwa njia mbadala. Tunapoongelea utatuzi kwa njia mbadala, wataalamu wameugawa katika maeneo mbalimbali. Kwanza ni majadiliano. Kuna watu wana specialize kufanya majadiliano. Lakini pili, wapatanishi. Kazi yao watu wanapata leseni za kufanya upatanishi kwa pande mbili ambazo zinakinzana. Tatu, usuluhishi. Kwa hiyo kuna watu wanasajiliwa kama wasuluhishi. Na mwisho ni waendesha maridhiano. Kwa hiyo katika haya maeneo manne haya tumesajili Watanzania 498 ili waweze kuhakikisha wanaweza kufanya hiyo kitu, waweze kufanya kazi hiyo vizuri. Lakini katika eneo hili kuhakikisha kwamba wananchi wanapata haki zao, haki madai, tumefanya msaada wa kisheria kwa kutumia sekta mbalimbali za kiserikali na sio za kiserikali, na hili nitaliongelea zaidi hapo baadaye. Katika sekta ya haki tumeongeza sana ajira ili kusiwe na upungufu wa watoa haki, kusiwe na upungufu wa wadau katika sekta ya haki zote. Tukianza na muhimili wa mahakama 2021, waheshimiwa majaji wa mahakama ya rufani walikuwa 16. Waheshimiwa majaji wa mahakama ya rufani. Mahakama ya rufani ndio mahakama ya juu kabisa katika mfumo wa kimahakama wa nchi yetu, na ni chombo cha muungano, chombo cha kikatiba. Kusoma ibara 107 a kubwa ya katiba yetu unaikuta mahakama ya rufani pale. Na kwa nini ni a kubwa? Mabadiliko ya kwanza ya katiba yalikuwa ni kuingiza mahakama ya rufani. Ndio maana ile a kutokana na mabadiliko. Mwaka 1979 tuliingiza mahakama ya rufani. Ndio mabadiliko ya kwanza ya katiba yetu. Sasa katika mahakama ya rufani sasa hivi majaji wameongezeka kutoka 16 mpaka 39. Yaani zaidi ya mara mbili. 16 mpaka 39. Ongezeko la 144%. Hiyo ndo kazi ya Samia. Anaposema anawapa haki wa Tanzania, sio maneno tu. Anakwenda kuviangalia vyombo vya utoaji haki na mapungufu yake na kuyatibu. Majaji hawatoshi, chukueni majaji. Mahakama ya rufani ameongeza majaji kutoka 16 mpaka 39. Na unajua unaposema jaji wa mahakama ya rufani ni mtu mkubwa sana. Kila kitu kimeandikwa kwenye katiba juu yake yeye. Lakini kwenye mahakama kuu mwaka 2021 kulikuwa na waheshimiwa majaji wa mahakama kuu 76. Leo tuko hapa 2025, majaji wa mahakama kuu wako 107. Ongezeko la 40.8 ndani ya miaka minne. Katika historia ya nchi yetu hakuna rais
amefanya uteuzi wa majaji kwa kasi kubwa na akiwazingatia jinsia kama Dr. Samia Suluhu Hassan ndani ya miaka hii minne. Sasa hiyo ni miaka minne. Je, akifika 30 utakuta hakuna tatizo tena. Mambo yamekaa vizuri. Hajaishia kwa majaji, kwa mahakimu pia. Mahakimu wote wa mahakama hakimu mkazi, mahakama ya wilaya na mahakama ya mwanzo, mwaka 2021 walikuwa mahakimu 1412. 1412. Hivi sasa kuna mahakimu 1426. Nako ameongeza. Na katika sekta nyingine ongezeko ni kubwa sana. Ofisi ya Taifa ya Mashtaka sasa hivi wana wafanyakazi 1070 kutoka wafanyakazi 400 nao waliokuwepo miaka 4 iliyopita. Ofisi ya Wakili Mkuu wa Serikali wana wafanyakazi sasa 255 kutoka wafanyakazi wasiozidi 100 miaka 4 iliyopita. Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali ina wafanyakazi 214 kutoka wafanyakazi nao wasiozidi 100 miaka 4 iliyopita. Wizara yenyewe ya Katiba na Sheria ilikuwa na wafanyakazi takriban 400 tu. Sasa hivi tuko 416. Hii yote ni kuhakikisha kwamba sekta ya haki haikosi rasilimali watu ambao wanasimamia mfumo mzima wa haki. Ndio matokeo yake sasa mnaona kule magereza idadi inafanya nini? Inashuka. Kwa sababu umeongeza watendakazi ambao wanafanya kazi. Na hiyo ndio kazi ya Daktari Samia Suluhu Hassan ndani ya miaka hii minne. Nikiongelea sasa la msaada wa kisheria. Msaada wa kisheria, mosi, ni swala la kikatiba. Sio tu kwamba linatoka hewani, hapana. Ni swala la kikatiba. Kwa nini tunasema ni swala la kikatiba? Ibara ya 13, ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 inaongelea usawa mbele ya sheria. Yaani tuna tofauti zetu, lakini tukienda mbele ya sheria tuwe sawa. Katika kutekeleza usawa mbele ya sheria, Bunge lilitunga sheria namba 1 ya mwaka 2017, sheria ya utoaji wa msaada wa kisheria, ambaye inasimamiwa na Bi Esther Msambazi. Yeye ndo kazi yake kuisimamia hiyo sheria. Inahimiza mwananchi apewe msaada wa kisheria anapokutana na kadhia za kisheria. Wapo ambao wana uwezo wa kukodi mawakili, wapo ambao hawana uwezo. Sasa wasio na uwezo wapate ule msaada. Kwa hiyo unaona kwamba hili swala kumbe ni la kikatiba na la kisheria. Lakini msaada wa kisheria pia unatokana na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Asa ibara ya 120 aya B inasema serikali ya CCM itawapa msaada wa kisheria wananchi wenye uhitaji. Sasa hiki ndio chama cha siasa chenye kuwafikiria wananchi wake wanyonge. Kinaweka mpaka kwenye ilani nini mahitaji ya wananchi. Lakini sisi tulikuja na utekelezaji wa mambo haya kwa sababu Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alitoa maelekezo Januari 2023. Aliniita mimi nikiwa waziri kipindi hicho kwa awamu ya kwanza. Akaniambia anataka haya katiba, sheria na ilani vitekelezwe, wananchi wapate elimu na msaada wa kisheria. Ndipo tukaja na Mama Samia Legal Aid Campaign. Maelekezo ni ya rais, jina tulichagua sisi.
Sasa Mama Samia Legal Aid Campaign chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maelekezo yake ndani ya miaka hii minne imefanya mambo makubwa mawili na inaendelea kuyafanya. Mosi, imetoa elimu ya sheria, imetoa ufahamu wa sheria, imetoa uelewa wa sheria kwa wananchi. Kama nilivyosema pale awali, tumezunguka mikoa yote isipokuwa Dar es Salaam ya Tanzania bara na Tanzania Zanzibar. Tumetoa elimu hiyo na tumetoa msaada wa kisheria kwa watu wengi sana. Kwa maana msaada wa kisheria, kumuona mtu mmoja mmoja, tumeshawaona watu 2,200,000 na 600,000. Kwa maana ya elimu, tumetoa elimu kwa watu 43,000,000. Sasa tumepita halmashauri 180, tumepita kwenye kata 1907, tumepita kwenye vijiji 5702, tukienda na kauli mbiu kwamba msaada wa kisheria kwa haki, usawa, amani na maendeleo. Tumeanzisha madawati 184 ya msaada wa kisheria katika kila halmashauri. Tumeajiri watu 449 kufanya kazi hiyo ili kuhakikisha kwamba programu hii inakuwa endelevu. Tunashirikiana na vyuo vikuu, tunashirikiana na Tanganyika Law Society kuhakikisha kwamba msaada wa kisheria huu unakuwa endelevu. Na tumeongeza sasa usajili wa asasi zinazotoa msaada wa kisheria kutoka 84 mwaka 2001 mpaka 377 mwaka 2005 ili ziende zikasaidie utekelezaji wa Mama Samia Legal Aid Campaign. Tumetoa mafunzo kwa paralegal wasaidizi wa kisheria. Mwaka 2021 walikuwa 617, lakini 2025 wako 2205. Tumeimarisha miundombinu ya utoaji haki mahakamani. Mnajua tumejenga majengo ya vituo jumuishi vya haki 6 vinavyofanya kazi, 9 vinaendelea kujengwa sasa. Maana yake ifikapo Juni mwaka huu tunapaswa kuwa na vituo 15 jumuishi vya utoaji haki nchi nzima, ambapo kunakuwa na mahakama ya rufani, mahakama kuu, mahakama ya hakimu mkazi, mahakama ya wilaya na mahakama ya mwanzo, ikijumuisha wadau wote, mawakili, waendesha mashtaka, ustawi wa jamii, sehemu za watoto, kila kitu. Hizo zinaenda kuwa 15 ikifika Juni mwaka huu. Na hiyo kazi ni ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumejenga mahakama za wilaya 14. Tumejenga mahakama za mwanzo 98 ndani ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini hiyo 10 tumejenga jengo la mahakama kuu, makao makuu ya mahakama Tanzania, liko hapa Dodoma, ambao lilifanywa uzinduzi tarehe 5 ya mwezi wa 4 na Mheshimiwa Rais mwenyewe. Jengo hili ni jengo la 6 kwa ukubwa duniani na la kwanza barani Afrika. Sambamba na jengo hili, tumejenga jengo la tume ya utumishi wa mahakama. Tumejenga nyumba za waheshimiwa majaji, zote ziko hapa Dodoma ndani ya miaka hii. Lakini pia tunajenga ofisi za mashtaka kwenye mikoa 9, na tumeanza mpango sasa wa kujenga vituo jumuishi vya ofisi za taasisi za kisheria. Tumeanza na 2, Mwanza na Arusha. Ofisi ambazo mwanasheria mkuu wa serikali, wakili mkuu wa serikali, mwendesha mashtaka wa serikali, ofisi za RITA, tume ya haki za binadamu na taasisi zote za wizara
katika mikoa zitakuwa chini ya jengo moja. Tayari Mwanza na Arusha kazi hiyo inatendeka. Lakini kwenye tehama, mahakama yetu inaongoza kwa matumizi ya tehama barani Afrika. Ndiyo namba moja. Hivi sasa unaweza ukafungua kesi kwenye mtandao, ukasikiliza kesi kwa njia ya mtandao, ukapokea hukumu kwenye mtandao, ukamsikiliza shahidi kwa mtandao, ukaweka malalamiko yako kwa mtandao. Hiyo ndio Tanzania ya Samia. Anavutaka watu wapate haki kutoka kwenye kona yoyote ile. Tumeweka mifumo. Mahakama pia imeweka mfumo wa utafsiri. Unaweza ukaenda pale ukaongea Kiswahili, kule nakala ikatoka kwa Kiingereza. Ukaongea Kifaransa, nakala ikatoka kwa Kiswahili. Hapo ndipo tulipofika ndani ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kule RITA pia kuna RITA. Unaweza ukafanya kila kitu kinachohusiana na RITA. Kuomba cheti cha kuzaliwa, cheti cha kifo, usajili wowote, ufilisi, udhamini, ukiwa umekaa kwenye simu yako pasipo kutembelea ofisi ya RITA. Hapo ndipo tulipofikia ndani ya miaka 4 hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Na sisi pale wizarani pia huduma zote unazipata kwenye mtandao. Mkurugenzi wa tehama yuko hapa, Omari. Zote. Usajili wa wapatanishi tunaosema, hata hapa unaweza ukapply hapa hapa. Unataka nyongeza ya muda, waziri akuongezea muda wa kufungua mashtaka, unaomba online. Kila kitu kinakwenda online. Kwenye tehama miaka hii 4 katika sekta ya haki tumefanya vizuri sana sana sana. Kwenye haki za binadamu tuna mengi ya kusema hapa, lakini kwa maana ya muda niseme moja tu. Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, chombo cha kikatiba chenye mamlaka ya kusimamia haki za binadamu Tanzania, chombo cha kisheria chenye haki ya kusimamia mambo ya haki za binadamu Tanzania, kimepata heshima ya kupata daraja A na waangalizi mahususi wa kimataifa. Daraja A ndio la juu zaidi, kwamba chenyewe na nchi yote tunafanya vizuri. Tuachane na propaganda zinazoletwa. Na jana Mheshimiwa Rais amesema, mimi nirudie. Mheshimiwa Rais aliongea tu kistaarabu sana. Sisi wengine ustaarabu kuna siku tunauacha nyumbani. Kuna ndugu zetu wa Kenya walikuja wakazuiwa pale airport. Wanasema wamekuja kwenye kesi ya Tundu Lissu, kusimamia haki za binadamu za Tundu Lissu. Anasema mimi ni mwanasheria. Kwa mjibu wa uelewa wangu, wale hawana leseni ya kufanya shughuli za uwakili Tanzania. Kwa hiyo walichokuja kukifanya ni uvunjifu wa sheria zetu. Lakini kule kwao yamewashinda. Nyumba yako inawaka moto, unataka ukazime kwa jirani. Huo ni unafiki. Na sisi wa Tanzania hatutaki unafiki. Kwenye eneo la haki za binadamu tuko vizuri sana, na naungana na Mheshimiwa Rais kwenye kauli yake jana. Kwenye nyanja kimataifa tumepata heshima sana. Ndani ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, nchi za Commonwealth katika sekta ya sheria zilichagua kuja kufanya mkutano wao Tanzania. Lakini sio hiyo tu. AU imeteua Tanzania kuwa mwenyekiti wa kamati ya mawaziri wa sheria na katiba barani Afrika. Inaitwa Specialized Technical Committee on Justice. Kwa hiyo wakikutana mawaziri wote wa sheria barani Afrika, Tanzania ndio inakuwa mwenyekiti. Yaani mimi ndio nakuwa mwenyekiti kwa niaba yenu na wawakilisha. Hiyo ni heshima kubwa sana ambayo tumeipata kwa sababu ya mama yetu Samia Suluhu Hassan. Ndani ya miaka yake 4 amehakikisha kwamba katika sekta ya kimataifa na utoaji haki tunaimarika zaidi. Tuna mahakama yetu ya Arusha, East African Court of Justice. Mheshimiwa Rais ameendelea kuisimamia vizuri ndani ya miaka hii 4. Lakini kuna mahakama ya Afrika iliyoko pale Arusha.
sio tu amesimamia vizuri, ambapo rais wa mahakama ile ni Mtanzania, Mheshimiwa Jaji Imani Aboud. Mheshimiwa Rais ametoa eneo, kiwanja kwenye eneo la Laki pale Arusha. Ametoa fedha. Serikali ya Tanzania inajenga mahakama ya kisasa ya kimataifa pale. Haya anayafanya Samia ndani ya miaka yake 4. Lakini sio hiyo tu. Ile mahakama ya kimbali ya Rwanda bado iko pale, inafanya ile mambo ya masalia yaliyobakia, na Mheshimiwa Rais anaiunga mkono kweli kweli. Niwashukuruni sana kwa kunisikiliza. Naamini wote tumeona kazi ya Daktari Samia Suluhu Hassan ndani ya miaka yake 4. Tuko tayari kumuunga mkono, atuletee maendeleo na haki katika sekta hii. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Dr. Damas Ndumbaro, Waziri wa Haki, kwa elimu na taarifa yako ya mafanikio ya sekta unazosimamia, katiba na sheria. Wanahabari, muda sio rafiki. Naomba sasa tuwaruhusu muulize maswali. Tutapokea maswali 3. Mheshimiwa utayajibu. Muda ukituruhusu tutaongeza 3 mengine.